Unafika pale unaingia mpaka ndani. Au mlikuwa mmeshakubalianaga chochote unapajua anapokaa pale? Unapajua msikiliza, usio karibu mipango tulopanga. Muelekeze vizuri. Si pale ukishafika unaingia. Na kuingiza ndani. Sawa. Sisi tunatokea kabla hajafanya kitu wote. Umeona hicho kitu? Alafu sasa si pale tunatokea. Njoo hapa. Ule aliyomo ndani dada yetu. Makofi. Leta hela. Kwa nini umemwingiza dada ndani? Sawa. Unapajua kwani alishawahi kukuingiza? Sasa uniingiza wapi? Kukuingiza ndani hapo kwake. Sijawahi kuingia. Ila napajua. Sana pia rangi sana. Sawa, lakini sasa mbona kama baba mnaweka hadharani? Kama mlisema mchezi msingecheza tu. Hivi tu vingine mngemalizana huko chini kwa chini. Nani Joseph Aule? Joseph Aule. Wewe ukishasikiaga tu unaongea na unatokeaga wapi? Sasa naona sasa hivi kama mnaungana mnajikusanya kuweza kutujadili. Sasa kila kitu kipo wazi. Kila kitu iko wazi. Yaani huku TFF anatuma barua, huku wetu na nyinyi mnatuma barua tena. Yaani si tuko pembeni tu wetu ile. Sasa yani nyinyi hata kama mkiungana. Sawa. Sisi kauli yetu kwanza ni ile moja, hatuchezi na ile hela yetu mtatulipa. Sasa nyinyi mnakatakata hizo na ngozi na wahusu ni. Mmekuwa vikoba, TFF vikoba. Yao vumilivu kinyamasi. Misimu mitatu. CRDB. Confederation. Sasa si baada ya mbwa imano wale ndio waliwapa jeuri msije uwanjani. Afu mkasingizia kwamba najua hujui Msukuma amekimbia Usukumani huko kusoma shino kwa chunga ng'ombe. Sasa yani ili timbuli mmetuachia na tunaliweza. Usichojua sisi tumewasha moto, tukakaa pembeni tutazama. Na hatuna papala. Barua mtakula kama za posa. Mtake mzitake. Kaamka. Baraba, habari ya shule? Nzuri. Mbona umelegea na wewe? Nimechoka, njaa inaniuma. Wewe uchoke usichoke, lazima uwe mtoto wa Samia Kize. Kwenda ndani huko. Unachokaje shuleni? Toka aje ongezi. Unachoshwa na walimu? Sasa yani nikwambie huko hasa tu kwenye huu msimu. Najua mnatetema sana. Na mnaona mba hiyo tarehe kaka, bwana mimi njaa inaniuma. Mbona chakula hamna? Sasa mtoto wa kike hivyo mkubwa hivyo unaanza kulalamika njaa inauma au ujiongezaji? Yani shuleni umepita walimu wanakuona. Umepita barabarani watu wanakuona. Alafu unasema sasa hivi una njaa. Sasa nikawaambie kina nani? Na ulembo wote. Sikia hemu wana wewe. Hemu ingia ndani huko. Alafu bro, wewe si ndio ilikuwa zamu yako? Nizeni niwaambie. Yaani mimi hapa toka asubuhi sijatoka hapa nikaenda kwenye mchongo. Hapa mimi niko hapa toka asubuhi mpaka mida hii. Maana hapa sina 100, sina 10. Hapa ni kudiscuss namna gani watu wanaishi. Babu sikia, hapa tulipeana utaratibu marehemu baba alivyofariki. Tukapeana utaratibu na wewe kama brother tukakusikiliza. Ulisema kila mtu kwenye zamu yake, alafu tutapeana utaratibu wa sisi matumizi. Mbona wewe kwenye zamu yako unakuwa unasuasua? Ndio hivyo zimesema kwamba leo mimi sina 100, sina 10. Zamu yangu sawa ya kufanya namna gani watu muishi sawa. Umeelewa? Sema hizo tu utaratibu, nikasema kila mmoja atafuta kwa zamu namna gani. Leo sasa ndio hivyo. Bora sikia kwanza. Kama nimepata wazi. Wazo gani? Mtoto si ana njaa. Si ana njaa. Na mimi hapa sijala. Usi kuna yule chali yule bodaboda alikuwa namna gani anafukuzia hapo? Sasa kwa nini tusifanye vitu kama tukatengeneza kama fumanizi fulani ili yani afu tukapiga mboga? Maana yule jamaa muoga nyama yule. Hata nimeshaona mawazo yako. Sasa si jamaa litambaruza litamkangamwa. Asifa chochote abidi tuwai pale kabla hajafanya kitu wote. Tunafanya namna tupige hela. Kwa sababu hatujashare mama, tumeshare baba. Mambo usiani. Mambo usiani. Lakini tunachoangalia hapa namna gani tutapata hela kupitia dada yetu. Yule jamaa yule sasa wewe ukisha mfumanyishia hivyo wewe umeipangaje hiyo? Huyo hapa aende kule namna gani kuna 1 na 2 sisi tutokee yule satatoa kibunda. Hapa hatujaishi.
Yaani kikubwa tutokee pande hajafanya kitu. Unapajua wewe, unapajua pale? Kupajua gani usipajue, ile Chadisa anajulikana anapokaa pale. Panajulikana. Mpange, mimi usimwezi. Basi sasa hapa cha kufanya. Wewe Laheri, Lea. Kuja hapa. Tupate kibundra. Sasa sikia. Oje. Wewe sikia sasa. Hapa sisi makakako ma gentlemen. Tumepata wazo. Hapa yani sisi unaenda kule kwa yule jamaa yule ataitwaga nani vile? Buje yule si alikuwa anakutongoza. Sasa yule jamaa kama alikuwa anakutongoza, sisi tunataka tukomeshe. Tumkombe hela tu. Ila sasa tunataka tukomeshe kwa staili hapa. Natakiwa uende pale na haya manguo yako ya shule haya. Alafu sisi unafika pale unaingia mpaka ndani. Au mlikuwa mmeshakubalianaga chochote unapajua anapokaa kwani? Unapajua msikiliza, usio karibu mipango tulopanga. Hebu muelekeze vizuri. Si pale ukishafika unaingia ndani. Sawa? Sisi tunatoka kabla hajafanya kitu wote. Umeona hicho kitu? Alafu sasa sisi pale tunatokea. Njoo hapa. Huyu aliyomo ndani dada yetu. Makofi. Leta hela. Kwani umemwingiza dada ndani? Sawa. Unapajua kwani alishawahi kukuingiza? Sasa uniingiza wapi? Kukuingiza ndani. Papake. Sijawahi kuingia. Ila napajua. Hapo wewe nenda na manguo yako haya, sawa? Fika pale ingia hivyo. Sawa? Sisi tunakuja nyuma. Kakako kubwa la majambazi ya Sulamon. Katili. Tokea kule chama fulani kilipozaliwa kule. Chama chenye blue na nyekundu. Ingia zako ndani tuende chapa. Wewe usiwaze sura ya kizalamu hiyo. Yaani uzalamu wako huu wote, handsome, beautiful wote. Chukua begi humo nanili. Tangulia yake lipo. Uende mdogo. Ni kama hizi kitiki atatumika kwa huu mchongo mpaka akome. Lainisha sura ikae kirefu. Enda na sura yenye njaa. Ndio faida ya kuwa na madada mapiti fuanike. Enda na sura anataka jamaa jashindwe kutoa hiyo. Lainisha sura, weka ile sura ya kizalamu kama ya mama yako. Vitu vinawaka. Usipige hatua sana. Wewe tangulia, sisi tunanjoo. Watu wenzetu baba. Hapa niko fresh. Unga mlango. Watu hao wanachezea ukoo mwingine, sio ukoo wetu. Haya, tumbo ya kuchekesha msuku wa level. Kuna kama ni anakula ugali wa nazi na chips kwa dessert, susu wa level. Cheko bila pelki, anacheka hadi kiku anakimbia. Msukuma kipiga selfie, anaitumia kwa CV, anasema hisi ana sababu ya mahari kupanda kwenye mwalimu. Shemeji. Heshima yako. Karibu. Nilikuwa hapo kwenye matembezi. Nikakutana na huyu sasa. Balaa. Sasa huyu anawezaje kuwa balaa sasa huyu? Anaongea Kizungu. Kiingereza hapo kimelala. Anamtafuta somebody. Sasa huyu somebody bad si Mario. Ifunai. Au kuna katoto ka mzee Badi kanaitwa ka somebody. Huyo mbe mnemsemea sasa nyie. Kalimaliza mwaka jana, kalikuwa kana akili sana. Sasa kwa elimu ulionayo, enjoy yourself. Wewe mwelekezi. Basi haina shida. Madam, enjoy yourself. How are you? I'm fine. Can you speak English?
speak English. Hapa tunafundisha Kiingereza. Unaona kama watoto kama hawa dogo kama nyinyi mna misaada, mnaweza mkao mnakuja mnasaidia. Kuna mayatima hapa, kuna wengine wametelekezwa, mimba zao zilitaka kutolewa, watoto wamezaliwa hapo hawana baba zao. Sorry, I will find someone. So I want to ask you. Someone? Yeah. Maybe you see him before around here or another place? Kwa kina huyo Samu kwanza hajawahi kuwa wa kwanza. Yani hajawahi kushika wani. Umeelewa? Alafu huyu Samu huyu kama huyo hakunaga hapa kwanza roundabout. Hey. Sorry. Yeah. So hajawahi. You saw him before? Bifu amna. Huyu ndio yule Samu yule Samuel. Mbona anaga bifu huyu dogo na mtu? Au unasemea bifu gani? Are you understanding me? Understand? Yani hapa njia hapa. Ninyi mmekosea, yani mmepotea, mmeingia sana ndani. Yani hapa unatakiwa utani left. Umeelewa? Yani ukisha I'm turning left, I'm snaking. Unanyoka. Ukisha nyoka dogo, tulia dogo. Yani ukisha nyoka yani sawa, ndio pale unakutana, kuna sehemu panaitwa Nzuguni City. Unakienda hivi ndio unakutana na stendi. Unakutana na mabasi ya Sabibi, Alice pale, mabasi yanaenda Mwanza, Shinyanga, Arusha, huko mnakoenda kutalii nini. Hey. Stendi ya I don't understand, what are you saying? Sasa useni. Zidi kunichanganya. You understand me? Ndio pale, yani hapana cha kuzunguka wala pale anaga roundabout. Sorry. Stand pale. You see him before? Huyu dogo anaga beef na mtu mbona? Huyu dogo anaga beef kwa kweli, sasa nikasema kama huyu dogo anaga beef, amaliza hapa tumemfundisha hapa. Mimi nimkuta wakati naingia alikuwa darasa la 6. Dogo anaga beef. I don't understand you. What are you talking? So wewe ndio nadhani sasa ndio unanichanganya. Nakuelekeza kabisa stand pale. I'm understanding Nzuguni. I'm okay. Nzuguni pale kuna Ndugai, kuna soko la Ndugai, umeelewa? Ukienda kwa Mpele kuna mji wa Magufuli. You know? Thank you so much. Okay, umenielewa. Okay. Karibu sana. Thank you, bye. Okay. Bye, tata. Hakuna matata. Unaona? Sio mnafurahia tu elimu kule. Tambia hizi zinatumia mafuta. Subiria uchi hapo dogo. Moshi kwa kweli unatokea vizuri. Vipi inakaa? Kwa kweli wangi kitu kingine sana. Sema ndio maana watu wanasema bangu ni bangue, kumbe ndio. Hivi unajua hiyo aina gani ya bangi? Wewe naongea na wewe. Unajua aina gani ya bangi hiyo? Bangi ni bangi tu. Hakuna, hiyo inaitwa skanka. Inatoka South Africa. Kumbe nakula kitu cha South. Uone kama ina marashi fulani hivi. Afu nazingua, unajua natumia nanilia, afu namkosea Mungu eti. Nazingua, ngoja nitoe kanzu kwanza. Hamna mwanangu, haya ni mavazi tu. Sawa? Haya ni mavazi tu, haina shida. Sije nikatokewa hapa na malaika hapa, ikawa shida tena hapa. Hamna mwanangu. Wewe haraka wewe. Mbona nasikia taarifa ya habari tena? Sikia nikwambie mwanangu. Cha kufanya, piga chapchapu ili wewe uende uniache kwenye kijiwe changu. Kwanza nimesahau, ngoja nikasali kwanza. Basi fresh. Dua. Afu baadaye naondoka. Basi haina shida.
Nasikia ila sauti za mpira, watu wanaangalia mpira. Shehe, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Shehe, za siku Nzuri. Nimeshajipanga kuhusu ile zoezi uliloniambia tulilojadili kile kipindi. Sasa hivi nipo tayari kuoa na nimeshajipanga. Huyu bangi itakuwa shamkolea huyu. Haelewi moja wala mbili. Ngoja nimnyooshe. Zoezi. Lile zoezi tulilojadiliana la kuhusu mimi kuhusu yule mchumba yule. Mchumba wako wewe unataka kuoa? Ambaye nilikuwa nataka kuoa. Sheikh, umesahau Sheikh? Sema tunaongea mengi, mimi na wewe nishakumbuka. Nimeshajipanga. Kule kijijini mambo nimeweka vizuri, nimeweza kulima mazao yapo kibao. Yaani hatuwezi kupata changamoto kama jinsi ulivyoniambia. Sasa unajua lakini kwenye kuoa panahitajika mahali. Nimejikoki hata hapa kama ulivyoniambia nitafuta elfu ngapi ya ubani. Nimeweza kuwa nayo, ninayo hapa ndipo na shilingi 50,000. Swala la hela lipo. Na yule binti nishamuelezea kila kitu. Yaani ilikuwa ni wewe tu kwamba muda wako lini uko freshi nikupeleke. Kwa hiyo kwa kuwa umesema 50,000 niko tayari na kupeleka. Nikishafika pale na kuonyesha bwana, umemwona, umeelizia, unanipa 50,000 yangu, mimi napita hivi. Basi yani wewe inaonekana ni mtu mwema sana. Wewe shehe wewe. Wewe ni mtu mwema sana. Mimi fresh. Tunaweza tukaenda. Twende nifuate. Twende. Sawa. Sasa hizi. Salama, mambo kaka? Kule mtu uliyeniagiza ndo huyu hapa. Haya, karibu kaka. Asante sana. Asante sana. Sasa yule dada tulioongea ndo huyu hapa. Fanya hivyo basi ili mimi niwaache hapa, mimi naondoka. Asante sana. Yaani mimi nachozani Mungu akupe. Kwa kweli mimi sina cha kukupa. Sawa. Nipe basi ile langu. Kumbe hiki cha kukupa ninacho. Okay. Shika hiyo. Sasa poa. Sasa nimekamilika yote. Basi fresh. Sister, kama kutakuwa kuna taarifa nyingine nini utanipa? Haina noma kaka, karibu. Asante. Ndo mimi. Mimi nilikuwa nataka nitoke lakini nguo zepa niko shazitoa. Kimaliza utazirudisha ndani. Mbona advertising mbaya? Nguo zinahusiana na nini tena? Kwani kaka unangoja ufanye nini hapa? Wewe tumeongea na huyu ustazi kuhusu mchumba wangu. Yaani yule sio ustazi. Kaka wewe. Hapa kwangu umekuja kufua. Yaani unamaanisha nguo? Unataka uzifue? Sasa kwa nini tumeanzia story katikati hiyo ya nguo? Kwa nini tusinanili? Nimeshakwambia nguo zile pale na ufungue pale chini. Ukimaliza kufua na zilejesha ndani. Hayo maswala kutumia mimi siyajui. Sio ustazi sasa kivipi? Yule sio ustazi, alokuambia yule ni ustazi nani? Mimi na yeye tumekubaliana kuhusu wewe, mimi kuhusu swala kukuchumbia. Tumezungumza swala hili la muda mrefu. Unichumbia mimi? Kaka vipi? Nisikilize basi. Acha kunijaribu basi. Na kujaribu nini kaka? Hamna majaribu hapa. Tumezungumza nini kaka? Mimi kwangu nimekuja kufua tena nguo zenyewe zile pale. Na hela yako ya kufua nishampa yule kijana. Unaenda wapi kaka? Nimempa 50,000 yangu. Ya nini? Si ya kuhusu wewe. Pole sana kaka yangu.
Mimi hela yako ya kufua nishampa yule kaka. Na yote 50,000 uliompa umepigwa wewe pamoja na mimi. Kwangu umefuata kuja kufua tu nguo zangu. Baada ya hapo uondoke. Sasa mimi nimeshatoa hela, nimekuchumbia na nimeona. Hela gani kaka? Mimi nishakupa hela yako ya kufulia, nimempa yule kaka. Kwa kama hajakupa ushapigwa hivyo. Sasa mimi nakufulia wewe kama nani sasa? Nakufulia wewe kama nani? Mimi bosi wako. Wewe umeambia mimi nani yako? Unajua usinijaribu mimi, hata kama usinipime, mimi nimeshalizika na wewe hata hivi ulivyo. Mimi sikupimi kaka. Sikupimi. Ila tu hapo kwangu umekuja kufua. Yaani mimi ni kama bosi wako hapo. Umekuja kufua baada ya hapo. Basi tu njoo kwanza ndani. Tufanye nini nani? Tuangalie namna. Namna gani? Nyinyi mnaenda wapi? Naenda kwa mganga. Mnaenda kwa mganga? Nyinyi bwana, habari ya kutembea na masime sasa hivi haipo. Virungu hakuna. Kwa hiyo inabidi niwasachi kwanza. Kama hamna ndo muende. Maana nyinyi hamkawii kumkata hata kichwa mganga. Mpo tayari? Ndio, tuko tayari. Aanza. Naona kazi. Haya sasa ndio yatakiwe. Naona unaweza ukashanga fyu, mganga akakupa dawa huko. Unaweza kusema uongo, umekata kichwa. Nenda kwa mganga. Nipe hii. Tena nyinyi mko mmejipanga. Bora hata walivyowakataza haya madude haya. Na hivi si wapi? Lete. Kuna kingine? Siki hapa. Wewe hiki chengine umeficha huko. Haya, pita kwa mganga sasa. Nendeni huko. Watu bwana, upande mwingine bora wakataze. Unaweza kuteki mganga kampa dawa, hii mbona ya uongo? Kakata kichwa. Nakuwa sina mganga. Karibuni sana. Kaa hapo. Mna shida gani hapo? Semeni shida yenu. Mganga, tuna shida ya siku hizi sisi Wamasai tukija hapa mjini tunafanya vitu kama vile sime, panga. Aha. Hiyo niliipata tokea juzi kati. Nataka niwasaidie nini? Utupe dawa ili tupe nafasi ili tutumie hizo vifaa. Nataka mrudishe mapanga yenu. Ndio, nataka rudishe mila yetu ambayo imepelekwa na majamii. Hiyo ni issue ndogo sana. Siku ya kwanza namfuatia mwenzie kwa mapanga na marungu kisa dem. Siku ya pili namfukuzia mwenzie na mapanga na marungu kisa dem. Sasa wakurungu wanasema hivi. Umesikia? Ndio. Yule pale nyinyi mmevamia miji ya watu. Ule ni mji wa watu nyonde. Kwa ndio maana mmenyang'anywa. Sawa? Sasa issue ni ndogo tu. Inabidi mumtafute msemaji wenu mkuu. Msemaji wenu mkuu mnamjua? Ndio. Anaitwa nani? Manara. Haji Manara. Haji Manara ndio msemaji wenu nyinyi Masai wote. Sawa? Ili kuweza kurudisha utamaduni wenu na asili yenu wa kutembea na marungu. Sawa? Sawa. Tafuteni Haji Manara muongee naye. Haji Manara aende akaongee na yule mkulungwa aweze kuwarudishia mapanga yenu ili kusudi muanze kutafuta riziki. La sivyo mtarudi sana kwetu sisi. Kingine kama mtashindwa kuonana na Haji Manara msemaji wenu, inatakiwa mrudi hapa, lakini mrudi na
unyayo wa mchanga. Yule mkulungu akishuka tu kwenye gari, mnachukua ule unyayo mnanikimbizia hapa. Okay? Nakuja tunamkarabati blabla. Sawa? Kingine chonde mnaweza mkaenda kule, sawa? Tumeelewana. Mkikutana na Dula Makabila inatakiwa msiendelee na safari yenu. Dula Makabila ndio mchawi wa Haji Manara. Okay? Yeah. Yesu na Maria, ni kwamba Lea sijakuelewa au sijakusikia vizuri? Bana kaka, nimesema ndo mpenzi wangu ambaye nimemchagua. Nitaolewa naye. Nampenda sana. Mimi ndio shemeji yako. Karibu sana shemeji. Umejua kulea, Lea umejua kuchagua. Umejua kuchagua kwa kweli. Ndo mimi. Sisi naomba maji ya kunywa. Mchumba. Sijui maji ya kunywa na kiu kwa kweli. Jua kali sana. Ase, bila shaka wewe ni Msukuma. Sija kufananisha. Si ndio? Sasa Msukuma, una muda gani na dada yangu? Kama maybe it means kama Krismasi mbili hivi yani. Krismasi mbili? Krismasi mbili? Yesu na Maria. Basi tufanye kama hamjagusanisha asina chanya. Hamjagusanisha, si ndio? Kwenye hizo Krismasi mbili, wewe na dada yangu hamjagusanisha. Sasa kuniambia hivyo. Nitafurahi nikisikia hivyo. Tuli. Na ngoja sasa hivi Messi, wewe andaa mazingira tu hapo. Watu wasijue kama namna gani nimechelewa. Unajua? Kaka, unataka ngati mbingu anafika? Ngoja kidogo. Karibuni sana, karibuni sana. Asante. Karibuni. Unajua nimekusubiri sana. Nimekusubiri sana. Ndugu wangu. Wagito. Karibu. Nilikuwa natoka, nikasubiri simu yako, unaona unipigie. Nikapigiwa simu, kuna mgonjwa huko very serious. Nikataka nitoke. Sawa kaka, huyu ndo mpenzi wangu ambaye nilikuwa nakwambia. Ambaye nimemchagua, nitaolewa naye. Yesu na Maria, ni kwamba Lea sijakuelewa au sijakusikia vizuri? Bana kaka, nimesema ndo mpenzi wangu ambaye nimemchagua. Nitaolewa naye. Nampenda sana. Mimi ndio shemeji yako. Karibu sana shemeji. Umejua kulea, Lea umejua kuchagua.
Umejua kuchagua kwa kweli. Ndo mimi. Sio naomba maji ya kunywa. Mchumba. Sijui maji ya kunywa na kiu kwa kweli. Jua kali sana. Ase, bila shaka wewe ni Msukuma. Sija kufananisha, si ndio? Sasa Msukuma, una muda gani na dada yangu? Kama maybe it means kama Krismasi mbili hivi yani. Krismasi mbili? Krismasi mbili? Yesu na Maria. Basi tufanye kama hamjagusanisha hasi na chanya. Hamjagusanisha, si ndio? Kwenye hizo Krismasi mbili, wewe na dada yangu hamjagusanisha. Sasa kuniambia hivyo. Ndafurahi nikisikia hivyo. Tuli na mama gusanisha hasi na chanya na mdogo wangu. Shemeji yangu mcheshi sana wewe. Mimi mcheshi? Ni mcheshi sana. Fatima Black Beauty. Beautiful wa nyinyi. Sawa. Unaona zarau unazoanza kuleta. Nishakuwa beautiful nyinyi mimi. Na kaka. Si ndio, Lea? Ungekuwa kinywaji tungegonga. Cheers. Adia. Usimwage maji hapo. Unamwage maji hapo. Simlivaa ndala yani soksi. Maana mimi najua unajitambua. Livaa soksi. Hamkuvaa soksi. Kuja mara nyingi tu ghetto sisi watu tukona tu tuamuzi. Ndogo wangu Lea. Lea, umekwenda hayo yote Mola amepanga. Nani mwanangu, umeamua umuue mdogo wangu? Bado mdogo sana Msukuma. Umeona hapa kutafuta hicho kidonda chako ndugu. Kidonda ndugu licho nacho. Mmomoke ameshia kwa mdogo wangu kweli. Kweli mnama. Umeatimba. Dokta, tulichelewa. Ukiniambia kama una mdogo wako. Nakwambia? Dokta. Pata kitu wa moto tunaua watu. Sasa torampo mali. Kaka, unafanya nini? Usisogee. Usisogee na tia fire huyu. Hii itakuwa fundisho kwa watu wenye virusi vya ukimwi kama wewe. Alafu nasambaza kwa watu wenye virusi vya ukimwi, alafu wanataka kufa na watu hao. Nina ukimwi. Dokta,
Dokta, tunayamaliza dokta. Wewe nitajifungua. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Mshiriki. Karibu. Mshiriki namba ngapi? Hebu tuone mambo yako. Ni 369 sio 600. Ngoja kwanza, relax. Relax, yani relax. Wewe kwanza arudi kwanza ametufurahisha. Imba tusikie mama. Kuchi kuchi hotae. Kwezi kwa nae. Sijube. Obae. Sikiliza msanii. Hiyo nyimbo ya nani? Ya mdada fulani hivi mweusi na muonaga tu kwenye Malema TV. Hebu rudia nyingine. Madam ndio hiyo niloingia nayo. Wewe unichagulia nyimbo mimi. Next kiaje? Basi rudia. Sina nyingine, nipeni majibu. Basi rudia hiyo sasa. Nipende usinipende niko poa tu. Niko poa tu. Next. Mwingine? Mwaka umesukuma nini kwa kichwani? Wewe ndo Msukuma? Madam, nilikuwa nataka nikuimbie kidogo. Nimeandika hapa kwenye simu hapa. Imba nisikie. Hii hapa. Nzuri sana, ina moment moment zamani nilikuwa naipenda nilijaga. Kweli Msukuma. Kweli anaonesha kabisa Msukuma. Haya. Niko hapa. Ukilala salama, mpigie simu yangu. Kama ukinikumbuka sana, nipigie simu yangu. Ukilala. Yaani mimi siwezi ongea chochote. Na nyimbo ni ya madam. Mpeni nafasi nyingine ya imba nyingine. Hivyo nyimbo unajua nani? Si Diamond. Imba nyingine Msukuma. Ale masele bo, masele. Ale masele bo. Masele. Ale masele bo. Wewe. Msukuma. Kwani una kazi nyingine? Hapana, na nyimbo nyingine. Imba hiyo nyingine nisikie. Hebu ngoja. Mpe nafasi ya mwisho. Ngoja hii hapa. Mpe nafasi ya mwisho. Hii hapa. Sikia. Ibilisi ulitaka kunifanya nini? Na mimi naota nini nasingiziwa. Baza. Taratibu unapanda sana. Yaani wewe ibilisi huyo. Huyo ibilisi huyo. Anataka kukufanya nini? Atakubaka kama. Kuchekesha Msukuma level. Kuna kama yeye anakula gari wanazi. Wewe Msukuma. Msukuma. Wewe uko usingizini unaota kweli. Hapana. Msukuma, tumekupa nafasi ya mwisho. Kweli? Umenipa nafasi ya mwisho, imba, unaimba tena kitu akieleweke. Hebu kakae pale nitakuona. Huyu atoke nje. Kaa pale nitakuona. nimepita. Kaa pale. Hadi analia Msukuma. Pale nitoka. Sogea hapo basi. Asante sana. Okay, Mr. Edu. Yes. Sawa. Ekaima sauti. Una nyimbo gani leo? Edu, mbona kama unatoa machozi kabla ya kuimba? Hapana. Msukuma, tulia basi, mwachie mwenzio muda wake huyu. Eti mtoto wa mganga ananisumbua mwenzenu. Na
Sio yanditipule mwana lajabu mlo mkuta Tanga, sijafanywa muzukule usipate tabu kumaliza waganga, amenirudisha shule. Wewe Msukuma. Unaharibu babu na wewe. Hivi una shida gani wewe Msukuma? Okay. Imba tusikie. Msukuma kaa basi pembeni tumsikie. Eti vipeperushi vinasamba, eti natafutwa, nimepotea, wiki imekata, ndugu wamechachama. Wewe Msukuma, unajua umekaa hapo kwa sababu ya madam. Utaanzia tutakutoa nje, sawa? Hebu endelee. Mimi niliwaambia huyu atoke nje, msumbufu. Tunaona tukimba mwenzako. Eti malaika, nakupenda malaika. Na wewe. Wewe Msukuma, vipi? Anaharibu anaimbaji huo. Mtetemesha sauti. Nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika. Utamuoa malaika wewe. Gabriel ashindwe kumwoa wewe. Msukuma. Tutamwita mlinzi sasa hivi. Kaa huko. Oya mwanangu Edward. Mwanangu na kitu. Hebu malizie. Hebu kakule. Vipeperushi vinasamba, eti natafutwa, nimepotea, wiki imekata, ndugu wamechachama, wananitafuta, nimepotea, wiki imekata, kazini si... Wewe Msukuma. Sogea kabisa pembeni hapo. Utazingua tutakutoa nje, sawa? Hebu endelea. Nilikuwa namrekebisha tu kidogo hapo. Sasa wewe unajua nini wakati wewe amekushinda? Hebu sogea hapo. Ndio. Endelea. Imbe nyimbo nyingine au hii? Imba hiyo. Vipeperushi vinasamba, eti natafutwa, nimepotea, wiki imekata, kazini sionekani, yuko wapi huyu? Edward. Inatosha mwanangu. Anajitahidi. 100% mimi kwangu. Next mwingine. Tubaki ndo sisi tu bro. Sisi ndo tuliobaki mavokalisti hapa. Msukuma kelele huyu. Nani Msukuma kelele? Ati mavokalisti. Mtala mwenyewe. Tutakutana. Mimi pale ungepita kama nini? Kuna wakosha wote. Naam. Umepita huko vizuri, onana na mkurugenzi. Nashukuru. Msukuma? Na kazi yako. Jijini ukachunge ng'ombe na mbuzi. Muziki wa uwezi. Sio fani yako. Kuchekesha Msukuma Revolo, kuna kama mwe anakula ugali wa nazi na chips kwa dessert. Msukuma Revolo, cheko bila penki, anacheka hadi kuku anakimbia. Mpe nafasi, shemeji ana uwezo. Kama wifi yako kanipa nafasi, angalia, kuna BMW aka baba mama watoto. Siwezi kujisifu mimi, ni neema ambazo mke wangu namna anavyonikarimu ndio maana tunapata matunda kama haya. Kwa hiyo mmetumana, si ndio? Kwa hiyo ndo mmetumana, mmeongea huko afu ndo mmetumana. Wala hapana. Mimi nilivyokuja na hapa tulivyokuja kuwatembelea, nimeona dhahiri kabisa ndoa yenu haina amani. Tena bwana shemeji hana amani kabisa na wewe. Kwa sababu na ndio maana moja kwa moja, ingali ulikuwa hata bado hujaniambia, lakini niliona kabisa kwa shemeji. Na kitu cha kuweza kujifunza mdogo wangu, ndoa huwa ina mauzi, kuchokana. Sio kwa sababu kile kipindi mlikutana maklabu, leo amekuweka ndani unataka kuendelea na yale maisha.
Yaani kaka, mtu bora achote maji, aende bafuni akaoge, na umbali liko pale karibu. Eti anataka paka mimi nimchote nimpeleke bafuni. Hivyo ongeza wangu unalia na kuona ukimkataa mumeo, hata chakula humwandali, hata maji pelekei. Na ewe dada mke mwema ni heshima, Zarina mdogo wangu, utini daraja mbele ya Allah, duniani furaha. wakati ulikuwa ukihitaji kuingia kwenye ndoa nilikuzuia na nikakwambia, mdogo wangu, bado wewe mdogo sana. Mfano wifi yako anavyovifanya na wewe ambavyo unavyozungumza hivi, unadhani unamfundisha nini? Ndoa ina malezi. Namna mama ulivyokuwa ukimuona alivyokuwa akiishi na baba, ndivyo hivyo na wewe ndivyo unavyopaswa uweze kuishi na mumeo. Alhamdulillah, sio kama nazungumza katika mazingira ya kukufuru, kumsifia wifi yako. Unaona iko sawa, na Allah kaniletea mtu ambaye yupo sahihi. Niseme tu kama labda nitakuwa namkosea Allah kwa sababu ya kumlinganisha mke wangu na mama yetu, anisamehe, lakini wifi yako iko bora. Hilo swali unalosema kwamba sui maji kumpelekea bafuni unaona mzigo, wifi yako anachemsha ingari hata kama kuna joto. Sitaki kuoga, hata nibembeleza kwa namna yoyote nioge. Hata haya maendeleo, kama unakumbuka wakati naoa, nimeenda kupanga maisha ya kupanga. Nimeanza na kile kitanda changu kile cha nilichokuwa nikitumia. Hapa tumebeba la hapo nyumbani. Wewe umeolewa, unaishi na shemeji hapo nyumbani. Vitu ambavyo mmeo hajatafuta wala wewe hujatafuta. Mpe nafasi, shemeji ana uwezo. Kama wifi yako kanipa nafasi, angalia, kuna BMW aka baba mama watoto. Siwezi kujisifu mimi, ni neema ambazo mke wangu namna anavyonikarimu, ndio maana tunapata matunda kama haya. Kwa hiyo mmetumana, si ndio? Kwa hiyo ndo mmetumana, mmeongea huko afu ndo mmetumana? Wala hapana. Mimi nilivyokuja na hapa tulivyokuja kuwatembelea, nimeona dhahiri kabisa ndoa yenu haina amani tena. Bwana shemeji hana amani kabisa na wewe, kwa sababu, na ndio maana moja kwa moja, ingali ulikuwa hata bado hujaniambia, lakini niliona kabisa kwa shemeji. Na kitu cha kuweza kujifunza, mdogo wangu, ndoa huwa ina mauzi, kuchokana. Sio kwa sababu kile kipindi mlikutana maklabu, leo amekuweka ndani unataka kuendelea na yale maisha. Mimi siwezi nikana mdekeza mtu mzima kama yule. Mimi nachoweza kujivunia kulingana na utaratibu wa dini yetu, wewe haupo katika nyayo zangu, upo kwa mumeo. Kwa hiyo haya matunda na hizi dhambi unazozichuma hazipo kwangu. Mimi nimefanya tu kukukumbusha. Sawa, nenda kaendelee kutokumpelekea maji na mengine tena. Utabaki hapo nyumbani, haitodondoka leo wala kesho hiyo nyumba. Sawa wife, twenda. Duniani furaha ukiwa mwema, akhirani pepo ukiwa mtiifu. Beti ya mume akirudi amechoka, unamnyima maneno ya faraja, unakana ukaidi moyoni, unamtesa kwa maneno makali. Eti ya unada, kumbuka mama yetu
alivyomtii baba kwa upendo, nyumba yao ikawa baraka, heshima ikawapa utulivu. Beti yao inakumbuka mama yetu, alivyomtii baba kwa upendo, nyumba yao ikawa baraka, heshima ikawapa utulivu. Heshimu mume wako dada, si udhalili bali ni daraja. Mwenyezi Mungu kumpenda mwanamke mnyenyekevu, mwanamke mnyenyekevu.